Wewe hii hebu fungua mdomo. Simchukue huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo tutaweza kuomba tukikumbuka ya kwamba Timotheo wa kwanza 2:1, basi kabla ya mambo yote nataka dua, sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Na pia tunakumbuka ya kwamba katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10:31 inasema, basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa nani? Wa Bwana. Tuweze kufanya yote kwa utukufu wa Mungu. Amen. Kwa hivyo jambo lingine tunapaswa kukumbuka ni kwamba Wathesalonike wa kwanza 5:18 inasema, shukuruni kwa kila jambo. Na mjue Yesu anakuja upesi. Tutaweza kuomba kwa ajili ya kusoma fungu, alafu tutaweza kukamilisha. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, limidiwe milele. Asante kwa asubuhi njema yenye utulivu ambayo umetujalia asubuhi ya leo. Nakabidhi wanafunzi hawa mikononi mwako, walimu pia usinde kuwaonekania, na wote ambao wanahusika hapa shuleni, neema yako isinde kututosha. Hata wazazi wetu, dada zetu na ndugu zetu popote walipo, neema yako isinde kututosha Mfalme. Mali tumetanga mbali nawe, tusamehe. Kwa neno lako tusaidie, kwa Roho wako Mtakatifu tuweze kulielewa, litusaidie, na ni kupitia jina kula Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Tutaweza kupata asubuhi ya leo katika somo kitabu cha Warumi 13 mstari wa 11. Warumi ni 13 mstari wa 11. Tukiambiwa tusiendelee kulala bali tuweze kuamka. Asubuhi tulikuwa tumeimba, ni neno hatukuwa tumesikiliza. Sasa muda huo nikaona ni heri tuweze kusikia kile Mungu anasema nasi katika neno lake. Kitabu cha Warumi 13 mstari wa 11 inasema, nanyi fanyeni hivi, mkiutambua wakati tulio nao, saa ya kuamka kutoka usingizi imekwisha wandia. Kwa maana sasa wokovu wetu umekaribia zaidi kuliko hapo kwanza tulipo amini. Mungu atukuzwe kwa ajili ya neno lake. Kwa hivyo tunajua ya kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kufanya nini? Kuwadia. Na usingizi huo sio ule ambao unaenda unalala usiku alafu unaamka asubuhi. Ni usingizi wa kiroho. Kwa kuwa watu wakiwa katika dhambi wamelala. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani ukiwa katika mambo maovu wewe umelala. Na kwa hivyo haufai kuendelea kulala tena, unapaswa kuamka uweze kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu kwa mujibu wa Ephesians chapter 5 verse 14 to 17. Tunaambiwa yule ambaye anayesinzia aweze kuamka. Tukikomboa wakati, mstari wa 16 nasema tukomboe wakati, kwa maana sama hizi ni za uovu. Uovu umeweza kutanda popote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo tunapoishi tuweze kujitunza, tusije tukawa ni watu wa kutenda dhambi, tuweze kuomba msamaha, tuweze kujitakasa hatua moja baada ya nyingine, kwa kuwa Mungu anakuja katika dunia hii ili aweze kutuondoa, atupeleke mahali ambapo alienda kutuandalia. Ndipo kwa maana Yesu akasema katika Yohana 14 aya ya kwanza hadi aya ya 3, akasema msifadhaike mioyoni mwenu, bali mumwamini Mungu na niaminini na mimi, kwa kuwa kwa Baba yangu mna makao mengi. Na akasema mstari wa 3, akasema kama si akasema mstari wa 3,
basi naenda kuandalia mali, na nikisha kuandaa nitakuja tena ili niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali Kristo anahitaji tuweze kuwa mahali alienda kutuandalia, na akasema tazama naye upesi kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Hiyo ni Ufunuo 22 mstari wa 12. Kwa hivyo tutaweza kuomba tukatishie kipindi hicho hapo. Tukumbuke ya kwamba Yesu anakuja upesi. Tuweze kujiandaa. Usije ukatumia akili yako mwenyewe, bali tumia kile ambacho Mungu anatuamrisha katika neno lake. Tutaweza kuomba. Baba yetu mpendwa, tunakushukuru tena kwa yale ambayo umeweza kutujulisha asubuhi ya leo. Tunaomba usinde kutuongoza katika sheria yako, tuweze sawasawa vile ambavyo umeona imekupendeza. Utakase hatua moja baada ya nyingine. Utuandae kwa ajili ya umilele. Uchunguze mioyo yetu, uone uovu unaoleta majuto, uweze kuondoa, utusimamishe kwa ajili ya umilele ufalme. Ni kupitia jina kuu la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Wakati